Leo ni siku ya wanyamapori duniani ambapo Umoja wa Mataifa na mashirika yake mbalimbali wanahimiza jamii kuhakikisha wanalinda wanyamapori hususan jamii ya paka na mbwa na simba, chui, jamii ya namna hiyo kwa kuwa wako Paka ni mnyama hatarini pori? wako hatarini kutoweka. Si ndo wanyama wa nyumbani ndo wao, yani jamii hiyo jamii ya paka, chui au alafu kuna manyau yale ya porini. Lakini wataalamu wenyewe si wapo. Sawa. Kwa hivyo tuko hapa na Victoria Bache, mhifadhi mambo ya kale daraja la pili, na ndiye kaimu kamanda wa uhifadhi magofu ya kale Kunduchi. Tunaye pia Jasmine Mushi, yeye ni mhifadhi mkuu daraja la pili. Tutaangazia kuhusiana na siku hii ya wanyamapori. Namna magofu haya ya kule Kunduchi yapo chini ya mamlaka ya wanyamapori Tanzania TAWA. Na wenyewe TAWA wako chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Sawa, karibuni. Asante. Karibuni kwa pamoja. Asante. Pamoja Asante. pia na Jasmine. Maana Jasmine usijokahisi kama umetengwa, tunakukaribisheni nyote. Tunashukuru. Sawa. Siku hii ina maana gani hasa kwa uhifadhi wa wanyamapori hapa nchini? Ya labda kwa Sogelea kidogo. asante ndugu mtangazaji. Siku hii ya wanyamapori duniani huwa kila mwaka inaadhimishwa tarehe 3 ya mwezi wa 3. Na kabla ya kusema ina maana gani, labda tuanzie kufahamu kidogo historia yake ikoje, ilianzia wapi. Uhifadhi wa wanyamapori ulianza tangu zamani, na kabla hata hizi taasisi hazijaundwa, hata wazee wetu kwa asili walikuwa wanahifadhi wanyama. Kwa mfano kwetu sisi Uchagani kuna mnyama alikuwa anaambia huyu simuue, ni vibaya, lakini ubaya wake hatujui, kumbe ilikuwa ni namna ya kuhifadhi. Lakini tukiangalia historia yake, tunasema kwamba ni tarehe 3 mwezi wa 3. Na hii tarehe 3 mwezi wa 3 ilitangazwa huko Thailand kwa kikao kilichofanyika tarehe 20 Disemba mwaka 2013. Ndio ilitangazwa rasmi kuwa tarehe 3 mwezi wa 3 kila mwaka ni siku ya wanyamapori duniani. Lakini kabla ya hapo nilisema kwamba uhifadhi ulianza tangu zamani wa wanyamapori na mimea yake. Mwaka 1961 Mwalimu Nyerere alitoa tamko kule Arusha. Litamko lilikuwa la kuahidi kulinda na kutunza wanyamapori na mimea ambayo ni tunu ya Tanzania kwa ajili ya Watanzania wote. Hilo tamko waliliita Arusha Manifesto. Na alisitiza kwamba wanyamapori na mimea ni urithi wa asili wa Watanzania. Baada ya hilo tamko mwaka 1975 huko Washington DC, ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 3, ulitoka mkataba unaitwa mkataba wa CITES, yani Convention on International Trade of Wildlife, of Endangered Species, sorry. Maana yake ni kwamba yalikuwa ni mkataba wa makubaliano wa kimataifa kwa ajili ya kudhibiti biashara ya kimataifa ya viumbe hai ambao ni wanyama na mimea, ili kuweza kulinda species za wanyama na mimea ambayo iko hatarini kutoweka. Tunaposema species za wanyama ambazo ziko hatarini kutoweka, ni kwa mfano kuna hao wanyama faru, kuna tembo, kuna mbwa mwitu, kuna na sokwe. Kwa hiyo ni wanyama ambao walionekana wako hatarini kutoweka, kwa hiyo mkataba ukatoka kwa ajili ya kuweza kuwalinda hawa wanyama. Lakini pia mwaka 2013 sasa kilifanyika kikao cha kimataifa katika nchi ya Thailand, ilikuwa tarehe 20 Disemba, ya kuhakikisha kwamba nchi zote zinaingia kwenye mkataba wa CITES. Mataifa yote yataingia kwenye mkataba wa CITES kwa ajili ya kulinda hawa wanyama. Na ndio tarehe rasmi na mwaka rasmi ambayo Umoja wa Mataifa ulitangaza kwamba tarehe 3 mwezi wa 3 itakuwa rasmi siku ya wanyamapori duniani. Kwa mwaka huu siku ya wanyamapori duniani kwa Tanzania, maadhimisho haya yamekuja na kauli mbiu ya mimea tiba au mimea dawa, mimea manukato. Sasa Watanzania wanaweza kujiuliza, ni siku ya wanyamapori duniani,
lakini haya tunaongea mambo ya mimea, mimea, tena mimea tiba. mimea tiba, na manukato mimea ni juu. tiba, mimea manukato. Mm. Hawa wanyama wetu wa porini Wanatakiwa na viumbe kunukia. hai huwa wanategemeana. Kutegemeana maana yake nini? Huyu akiwepo na manufaa kwa huyu na huyu akiwepo na manufaa kwa. Kwa hiyo mimea na wanyama wanategemeana. Tunaposema wanyama pori ni wanyama wote ambao si wa kufugwa. Kwa hiyo wanyama wote ambao si wa kufugwa ni wanyama pori. Na wanyama hawa wanaishi kwenye mazingira yao ya asili ambao Mungu aliwaweka. Na wanyama hawa wanategemea mimea ili kuishi kama chakula. Ni wanyama wachache sana ambao wanakula nyama. Asilimia kubwa wanyama pori wanakula mimea. Kwa hiyo ile mimea ni chakula kwa wanyama. Na wanyama wengine wanatumia mimea ile pia kama tiba. Mfano usokwe mtu ana majani anakula ambayo yanatibu baadhi ya magonjwa ambayo wenyewe wanafahamu. Kwa hiyo mimea huwezi kuitenganisha na wanyama. Ni sasa uzungumzie kitanda bila nyumba. Kwa hiyo tunapozungumzia wanyama pori hatuwezi kuacha kuzungumzia mimea. Kwa sababu mimea au tuseme misitu ndio makazi ya wanyama pori. Kwa hiyo slogan ya mwaka huu au kauli mbiu ya mwaka huu ni mimea tiba, mimea manukato. Baadhi ya mimea ya porini au miti, majani na kadhalika hutumika kama dawa. Kwa mfano mwarobaini, mlonge na mimea mingine ambayo tunaifahamu inatumika kama dawa kwa binadamu na pia kwa wanyamapori pia wanakula na wanyamapori wanaila wao wenyewe. Umezungumzia hapo swala la wanyamapori kwamba ni wale wanyama ambao wote wasiofugwa. Yaani wanyama wasiofugwa au ni wanyamapori. Wale wanaofugwa ni wanyamapori. Lakini tunaona siku hizi Victoria, tunaona kuna zoo hata Dar es Salaam hapa, kuna Dar es Salaam Zoo. Kuna wanyama wanafugwa hawa ambao tunaona pia porini. Lakini wanafugwa pale, watu tunakwenda tunaangalia. Asante sana ndugu mtangazaji. Wale wanyama wanaofugwa kwenye zoo ni wanyama pori, kwa maana ya kwamba unapozungumzia wanyama pori ni tofauti na paka na mbwa wanaofugwa nyumbani. Wale tayari ni wanyama pori lakini wamesogezwa kwa jamii. Kwa mfano Dar es Salaam, tuna Dar es Salaam Zoo ni kwa ajili ya watu kuona wanyama ambao hawana uwezo wa kwenda Serengeti, hawana uwezo wa kwenda Manyara, hawana uwezo wa kwenda Tarangire. Na kwa bahati nzuri sasa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA kwa Dar es Salaam inaitwa kanda maalumu, yenyewe imeleta wanyama hai katika pori lake la akiba la Pande. Sasa hivi utamkuta mzee wa nyika pale, simba yuko pale ametulia, mzee wa nyika, chita yuko pale, kama ulisema paka wa porini huyo yuko pale ametulia. Lakini tuna pundamilia, tuna swala, tuna aina mbalimbali ya ndege. Sasa hivi kwa jiji la Dar es Salaam, sasa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori imesogeza wananchi karibu na wanyamapori. Hawana haja ya kusema wanaenda Mikumi, sijui wanaenda Tarangire, sijui Serengeti, wapi. Hapa Dar es Salaam. Na katika kauli mbiu yetu hii sasa, kituo cha magofu ya kale Kunduchi, ambacho ni kituo cha mambo ya kale, yenyewe imekasimishwa kwa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori. Na katika eneo hilo la kituo cha magofu ya kale, sasa ile kauli mbiu ya mwaka huu ndio imefika mahali pake. Naposema mimea tiba, mimea manukato. Sasa katika pori letu la hifadhi ya magofu ya kale Kunduchi, tuna mimea tiba na mimea manukato. Nianze na mmea huu wa amarula. Amarula una majina mengi, wengine wanaita marula, wengine wanaita mti wa ndoa, wengine wanaita mti wa tembo. So unajua tena kutokana na jamii. Kwa nini wanaita mti wa ndoa? Wanaita mti wa ndoa kwa sababu ule mti ni tiba, unatumika katika tiba za via vya uzazi. Kwa wanawake ambao wana changamoto ya uzazi, wamekuwa wakitumia hiyo miti. Na kwa pori letu la akiba tuna watu ambao wametibiwa hapo na tayari wamerudisha shukrani na tayari wana watoto wao sahizi. Kwa hiyo eneo lile sahizi tumeongeza aina ya utalii wa mimea tiba. Utalii wa mimea tiba ni aina moja hapo ambayo iko kwenye utalii. Kwa hiyo utalii wa mimea tiba Kunduchi upo, tuna aina mbalimbali, tuna hiyo amarula. Na mti huo wa amarula unatumika pia katika tiba ya ngozi. Ndio maana tumesema manukato. Una harufu nzuri, lakini una jamu nzuri, lakini una protein. Hausishwi na kinywaji chochote kile. Unahusishwa na kinywaji cha amarula ambayo imeanzishwa kutengenezwa na kuuzwa kwa mara ya kwanza Afrika ya Kusini mwaka 1989. Lakini katika
Afrika ya Magharibi ambayo ni nchi za Sahel, ambapo hao ndio nchi ambazo katika biashara ile ya pwani ya Afrika ya Mashariki wamepita katika eneo la Kunduchi, ambao wamepitia kusini mwa Afrika ya wamepita katikati, yani wale waliofanya biashara na pwani ya Afrika ya Mashariki ni miongoni mwa jamii hiyo. Mti huu wa amarula unasemekana asili yake kwa Afrika ni Afrika ya Kusini, lakini kwa nchi za nje huko India pia na nchi mbalimbali. Kwa hivyo mti huu umeingia nchini, lakini una faida kubwa, na pale Kunduchi sasa tunawakaribisha akina mama wajasiriamali waje wachukue. Saa hizi wanaweza kuvuna magunia kwa magunia. Mti ule umezaa, matunda yameiva. Bahati mbaya sana saa hizi hatukuweza kupitia kule, lakini tutawaletea zawadi, tunaahidi. Tutawaletea zawadi ili mtengeneze juisi yake ni nzuri. Lakini sidhani kama mwenzangu. Juisi yake ni nzuri. Ndio umesema ni jamu yake ni nzuri. Mti mmeupa jina la mti wa ndoa. Mti wa ndoa. Yes, amarula. Mwenzangu wa Pili Mlindwa hapa sidhani kama atauhitaji sana ule. Pili utauhitaji. Kwa nini utauhitaji? Wewe utahitaji. Madege mniache. Sawa. Ni shughuli gani Pili? Lazima kwenye maadhimisho yote lazima pawe na mambo ambayo yanafanyika. Ni shughuli gani ambayo inafanyika leo kuadhimisha siku ya wanyamapori duniani? Ya kuelekea kilele cha siku ya wanyamapori duniani. Hivi ni kuelekea kilele, sio leo? Sio leo, ni tarehe 3. Leo ni tarehe ngapi? Okay. Ni leo. Jasmine. Anyway, nikisema kuelekea na maana ni before, kabla ya leo. Yani maandalizi yale yanayofanyika kuelekea siku ya leo, siku yenyewe. Kuna mambo mnayofanya. Kuna mambo mengi tunafanya. Kwanza sisi tunatoa elimu kwa jamii ya dhana nzima ya uhifadhi. Kwenye mashule, kwenye taasisi, kwenye makundi mbalimbali ya watu. Na licha ya kutoa hiyo elimu pia tunahamasisha wananchi kushiriki uhifadhi, ulinzi wa wanyamapori na mimea. Kwa sababu sisi tunaamini wanyamapori na mimea au maliasili tulizonazo ni mali ya Watanzania wote. Sisi ni wasimamizi tu kwa niaba ya Rais, kwa niaba ya Katibu Mkuu, kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii. Kwa hiyo ni mali ya Watanzania wote. Sisi ni wasimamizi na tunahifadhi kwa niaba ya Watanzania wote. Kwa hiyo tunachofanya ni kuwashirikisha wananchi kushiriki kwenye kuhifadhi rasilimali zetu wenyewe, kwa sababu ni mali ya Watanzania wote. Lakini sambamba na hiyo tunahamasisha vijana. Vijana ni wazuri sana kutumia mitandao ya kijamii. Baada ya kutumia mitandao ya kijamii, TikTok, Instagram na nini, kuweka mambo ya ovyo. Watuwekee mambo ya kutoa elimu ya uhifadhi. Watuwekee vivutio vyetu vilivyo kwenye vituo vyetu vya taasisi na wizara kwa ujumla. Watanzania waendelee kuelewa tuna nini, tunafanya nini. Lakini pia sambamba na hayo, TAWA tumekuja na program ya kuanzisha TAWA Mali Hai Club. Hivi ni vikundi hususani kwa wanafunzi mashuleni, wanajiunga na kuwa kwenye klabu ya Mali Hai. Maafisa wa outreach tutawatembelea, tuhakikisha wanatunza mazingira pale wanapoishi nyumbani na wanakokaa muda mrefu mashuleni. Tunaona kwamba hii dhana ya uhifadhi ukianza kuwajengea watoto, watakuwa nayo hadi wakiwa watu wazima, watapenda uhifadhi, watapenda maliasili. Kwa hiyo kufikia kwenye kilele cha siku ya leo, kuna mambo mengi ambayo yamefanyika. Na tunapofika kwenye media kama hizi pia, ni fursa pia kuendelea kuwapa elimu wananchi kwamba sasa wanyama hawa ni mali yetu Watanzania wote na faida zake. Tuwaeleza faida za kuhifadhi wanyamapori na mimea, ambao faida ziko kiuchumi, ziko za kijamii, ziko za kimazingira. Kwa mfano kiuchumi, muda wetu nao unatukimbia, wacha tuangazie mambo kwa ufupi kidogo. Maadhimisho haya wakati yanaanzishwa alikuwa na lengo mahususi kama hivyo la kulinda wanyama ambao wako hatarini kutoweka. Na wakati yameanza kufanyika hiyo rasmi 2013 kama ulivyosema, mpaka sasa kuna namna unaona kwamba kuna mafanikio ya kujivunia kwamba pamoja na elimu mnayotoa kwamba inafanya kazi vile ambavyo inatakiwa, au kuna juhudi zinatakiwa kuwekwa? Kwa matokeo naona kuna matokeo chanya makubwa sana. Kwa mfano kwa upande wa uwindaji, kulikuwa na uwindaji haramu wa wanyamapori. Yaani wale wanaoenda kuwinda bila vibali, bila kutumia taratibu na kanuni.
Lakini baada ya kuweka hii kimataifa, nchi zote zimekuwa aware, yani zimekuwa zinauelewa. Na hata idadi ya wanyama wale ambao walikuwa wanaonekana kutoweka imeanza kuonekana kuongezeka. Kwa hiyo kwa kwetu sisi ni mafanikio makubwa, lakini pia jitihada ziendelee, kwa sababu wananchi wanatakiwa pia waendelee kuelimishwa, na wanyama ambao tunasema wako hatarini kutoweka waendelee kuwepo, ili tuweze kuwa nao wengi kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Sisi tumeshawaona kwa umri wetu. Sasa kuna vizazi vingine vinakuja, asije kaona tu picha bila kuweza kumwona huyo mnyama. Kwa kweli jitihada zimefanyika kubwa, na naamini zitaendelea kufanyika, na matokeo yake ni chanya. Kuna wanyama ambao ukiwataja kwa haraka kwamba wako hatarini kutoweka, unapata sababu za moja kwa moja. Mfano tembo, unajua kabisa kwa hali alivyo wanawindwa hawa. Sasa kuna chui, duma, sijui hawa wanyama wa namna hiyo wanatowekaje? Yani mtu anaweza kujiuliza nini kinatokea? Kuna mazingira au sababu mbalimbali za kufanya wanyama wawe hatarini kutoweka. Ya kwanza ni uwindaji haramu, ambao kwa sasa hivi kwa kweli kwa kiwango kikubwa wamethibitiwa. Cha pili, kuna magonjwa. Kuna magonjwa kama si badala tunaugua tunakufa, na wanyama nao na magonjwa yao. Lakini pia kuna naita natural disasters, majanga ya asili. Nao ni sababu pia mojawapo. Lakini yote haya majanga asili hatuwezi tukadhibiti. Lakini kwa upande wa magonjwa, kwa mfano wanyama ambao wako hatarini kutoweka, wakati mwingine wataalamu wetu tuna taasisi ya utafiti wa wanyamapori TAWIRI, wanashughulika nao sana, hususan kwenye matibabu. Na pia kuna vifaa maalum ambavyo wanyama wanafungiwa, wala ambao tunaofanya kundi la tembo, kuweza kuwa monitor, yani kuwafuatilia waliko. Teknolojia imekuwa, na sisi hatuko nyuma na teknolojia, tunaenda nao hivyo hivyo kuhakikisha kwamba mambo yetu yanakwenda sawa. Sawa, Victoria, umezungumzia swala la miti tiba, miti manukato. Yaani nimezungumzia mti wa amarula ambao pia upo katika makundi yote hayo ya kauli mbiu ya mwaka huu. Na uko kwenye manukato na tiba. Na unatibu maradhi mbalimbali. Unatibu, kwa mfano unatibu kiungulia, wale wanaopata shida ya vidonda vya tumbo, lakini unatibu malaria, unatibu maradhi ya misuli, unatibu mifupa, na una vitamini C, mara 8 ya vitamini C iliyopo kwenye chungwa. Sasa angalia huo mti katika pori la hifadhi ya magofu ya Kale Kunduchi, hiyo miti iko zaidi ya 50 katika eneo lenu. Katika eneo letu. Wananchi wa kawaida tunawakaribisha wananchi. Kabla hujatukaribisha, wananchi wa kawaida wanaweza wakaipanda hiyo miti na kuitunza katika maeneo yao. Inaota kila mahali. Inaota. Kwa hapa Tanzania inaota, Afrika hapa pwani Afrika Mashariki inaota, kama Kunduchi inakubali, nafikiri Mr. Ndege na dada hapo hata wewe mje mchukue. Kwa hiyo na mimi ni mmoja kati ya wanyama pori. Mje mchukue miche hiyo ili na nyinyi elimu hii mlioipata muwe mfano kwa majirani. Mimi mche nitakuja kuchukua, lakini nataka hayo matunda. Hapo mkakati mzuri wa kuanza kuandaa miche kwa ajili ya kusambaza kwa wananchi, kama alivyosema mhifadhi mkuu hapa kwamba sisi tuna kazi ya kutoa elimu ya kuelimisha jamii yetu. Jamii ile tunaelimisha makundi mbalimbali wakiwepo wanafunzi. Na kwa nini tunawalenga wanafunzi? Unajua wanafunzi tumesema tumerithishwa, tuwarithishe. Sababu ukimfundisha tangu leo akajua umuhimu wake, atakuwa mhifadhi na atakuwa na uchungu wa kulinda huo mtu, kwa sababu tayari anajua faida. Nafikiri dada, una mtoto wako darasa la kwanza, akifundishwa kitu na mwalimu, wewe ukimwambia hicho kitu atasema mwalimu wangu mimi hajanifundisha. Kwa hiyo tumeanza hivyo ili kurithisha kile ambacho sisi tunatakiwa tutunze kwa kizazi kilichopo na kijacho. Maana yake kama wazee wetu wasingetunzwa, sisi tusingekuta ile miti. Hivyo tunawakaribisha watu kuja kutembelea hifadhi ya magofu ya Kale Kunduchi. Huo ni mti mmoja tu nimesema wa amarula, lakini kuna mibuyu ni miti tu. Tuna utalii wa historia na wa asilia. Na pale makubaliano au UNESCO Convention ya mwaka 1972 yenyewe imetunza utalii wa utamaduni
na wa asilia na Kunduchi upo. Maanake tuna mimea, tuna wanyama wadogo wadogo, tuna hiyo kazi za utamaduni ya magofu yale yaliyohifadhiwa pale kwa ajili ya biashara iliyofanyika pwani ya Afrika Mashariki, na wale watu umauti ulipowafika wamehifadhiwa pale, na Kunduchi ni kilele cha ustaarabu wa Mswahili na lugha ya Kiswahili katika pwani ya Afrika Mashariki. Hivyo tunawakaribisha umetugusa Waswahili wenyewe unavyotunzwa pale. Karibuni sana watangazaji, nyinyi muwe wadau wa kwanza ili mnapoongea kwenye vipindi hivyo mnaongea vitu ambavyo tayari tunavifahamu vizuri. Sawa. Karibuni sana. Kuna maoni hapa. Maadhimisho ya siku ya wanyamapori ni siku muhimu sana, inatukumbusha jamii maeneo husika kuzingatia sheria, kuwalinda, kuchukua tahadhari jinsi ya kulinda rasilimali zinazotuzunguka. Maoni yake anasema elimu iendelee kutolewa kwa wananchi. Anaitwa Mtei, anapatikana Igunga, ni kule Tabora. Lakini wanasema kweli ni muhimu, lakini wawe kwa kiasi, yani wahifadhike, itafutwe namna nzuri ya uhifadhi isiyoathiri na sisi wanyama, isiyo na athari kwa sisi wanyama wengine, vinginevyo hatuwezi kufurahia. Kama ujumbe wake haujaeleweka vizuri. Lakini bila shaka akizungumzia kama hivyo, kuna simba amekuja hapo Dar es Salaam Zoo, usalama wake, bila shaka anazungumzia mambo ya namna hiyo. Anasema tunataka kufika huko, tutajieni namba na namna ya kupata hiyo miti dawa. Choga Abdallah Wazinga, Bagamoyo, kila siku lazima achombeze hayo. Namba nitamtumia. Utamtumia. Lakini anasema hiyo miche mnaanza kuigawa lini na utaratibu utakuwaje? Tumalizie na swali hilo. Sawa. Hilo miche tumeanza kuiandaa tangu mwaka jana kwa jamii ya wale wenyeji wa pale Kunduchi. Manake pale ambapo kuna mti wa amarula, mvua tu zikinyesha miche inajiotea. Lakini sasa hizi tumeamua kabisa kukusanya vile vikaranga vyake, tuanze kuotesha. Kwa hiyo tutatoa tena taarifa kwenye vipindi hivi, lakini yeye akifika, kama yeye hawezi kosa miche 2-3, na tutashawishi pia wenzetu wa taasisi ya TFS ambao wanahusika sana na mimea. Nafikiri tutawashawishi kwamba mimea ingine ya kuongezwa kwa ajili ya kusaidia wananchi ni hiyo hapo, mimea tiba na manukato, kama kauli mbiu yetu ya unavyoona raha. Inanukia tu yenyewe hivi. Yani, kwa mfano ukiwa umepanda nyumbani, ikiwa imezaa ni wale watoto wake sasa, mbegu zile zikidondoka, labda kama hazijachukuliwa zimeanza kuozea hapo chini. Kwanza unajua ikianza kuozea inatengeneza pombe yenyewe. Kwa hiyo unaanza kusikia harufu ile nzuri. Unaanza kusikia ile harufu yake. Lakini ukiichukua ikiwa kabla haijaanza kuchachuka, ukaandaa kwa ajili ya juisi, ni juisi nzuri sana dadangu mtangazaji. Kwa hivyo karibu sana, karibu Kunduchi na upate matunda hayo. Vitamini C mara 8 ya chungwa. Wewe chungwa moja unakula ile unapata mara 8. Mara 8. Basi hapo muhimu sana. Tutaongozana na madegi, lazima tuje kufuata. Karibuni sana. Basi watazamaji wanapoendelea kusikia kituo chetu cha magofu ya kale Kunduchi, tunawakaribisha wanafunzi. Tuna viingilio vyetu vidogo tu vya kawaida kabisa. Wanafunzi kuanzia utalii wa ndani, utalii wa ndani. Kuanzia wanafunzi 1 mpaka 10, wakisha kuanzia 10 na kuendelea atalipa 2,360, lakini chini hapo atalipa 3,540. Na kwa watu wazima ni 5,900. Ni hela rahisi sana. Yani ni bia ngapi? Na unaenda kupata vitu vingi. Unapata vitu vyote hivyo. Sawa, tunakushukuru sana. Maji ya bahari. Asante sana. Ni Victoria Bache, mhifadhi mambo ya kale daraja la pili na kaimu kamanda uhifadhi magofu ya kale Kunduchi, lakini Jasmine Mushi, mhifadhi mkuu daraja la pili. Tumekuwa nao hapa tukizungumza masuala mbalimbali, hasa kuhusiana na maadhimisho ya siku ya wanyamapori duniani yanayofanyika hii leo. Bila shaka kuna mambo umeyapata na kujifunza zaidi.